hili lilianza taratibu kama tamasha la kimkoa, lakini sasa limebeba sura ya kikanda na kitaifa. Mpango wetu tunategemea tulifanye kuwa tamasha la Afrika Mashariki kwa kujumuisha makabila mbalimbali ya nchi hizo ambazo ni majirani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili ni la kikanda na linajumuisha mikoa ya kiutamaduni ya Kagera, Mara, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na Geita. Kamati yetu ya maandalizi imejumuisha machifu wa Usukumani ikishirikiana pamoja na kamati ya Burabo ya Kanisa Katoliki la Bujora. Washiriki pamoja nasi machifu wananchi wa nchi nzima tumewaalika pia kuhudhuria, lakini pia ndugu zetu wa Usukumani kutoka Oman ambao wana asili ya Tanzania na huku Usukumani. Wao hufanya tamasha lao huko Omani kila mwaka kwa kuimba na kula vyakula vya asili vya Kisukuma kila mwaka. Aidha, tamasha letu limehusisha waganga wa tiba asilia na dawa zao, vitu mbalimbali vya kiutamaduni, vyakula vya asili, zana za asili na vifaa mbalimbali vya kiutamaduni. Tamasha la mwaka huu limekuwa na watoa mada mashuhuri wakitoa elimu ya mambo ya utamaduni, mila, desturi za Watanzania, na limehudhuriwa na vijana wengi wa vyuo vikuu vilivyo hapa Mwanza. Tamasha letu limekuwa na malengo mengi na baadhi ya malengo hayo ni kama ifuatavyo: kuwa na jukwaa la kuwawezesha machifu wa nchi nzima kukutana na kuongea juu ya utamaduni, mila na desturi njema za Mtanzania na Mwafrika kwa ujumla. Kuonesha utamaduni wa watu wa eneo linalozunguka ziwa la Victoria kwa maeneo yaliyo nje na eneo hili, pia ndani ya Tanzania, katika bara la Afrika na kwa ulimwengu kwa ujumla. Tatu, kukuza ufahamu juu ya asili na utamaduni wa Mwafrika kutokana na semina, machapisho, mawasilisho mbalimbali kutoka kwa wataalamu wabobezi wa masuala ya utamaduni katika Afrika. Tamasha letu limekuwa jukwaa la kurithisha tunu chanya za kitamaduni na za kimapokeo kwa vizazi mbalimbali vilivyopo na vizazi vijavyo pamoja na watu wengine. Kwanza, kutokea wizarani, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanautamaduni namba moja, itaendelea kutoa ushirikiano wa karibu kuhakikisha tamasha hili linaendelea kufanyika. Aidha, serikali kupitia ofisi ya mkoa wa Mwanza na wizara yenye dhamana ya utamaduni itaendelea kusimamia tamasha hili na kutoa ushauri wa kitaalamu na kutangaza utajiri wa urithi na utamaduni wa jamii ya Wasukuma ili kuvutia utalii na utamaduni. Moja ya mambo ambayo niliambiwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo ambayo hawakuwahi kuniambia kabla ni kuhusiana na vile vikundi vyao viwili vya ngoma. Kuna moja ambalo alama yao ni nyoka. Kuna moja inaitwa Bagalu, nyoka na nungunungu, na lingine Bagika ambao wao wanatumia fisi. Bagalu ndo fisi, alafu Bagika ni nyoka na nungunungu, si ndio? Sasa wakaniambia bwana, hawa wanaotumia fisi wanashindwa kutekeleza namna walivyokuwa wakiifanya kiasili ngoma hii kwa sababu ya sheria zilizopo, makatazo yaliyopo ya serikali. Wanasema kuja na fisi unaweza ukapata kesi ya kuwa na nyara za serikali. Sasa mimi nitalifanya kwa nafasi yangu, lakini kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utakuwa unamwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye shughuli hii, ningeomba tufanye mawasiliano na wenzetu wa Wizara ya Utalii kuona namna kama vile vikundi vya sanaa vinavyoruhusiwa kutumia nyoka kwenye maonyesho yao, basi kuwa na leseni rasmi ambazo zinawaruhusu vikundi vinavyofahamika vilivyosajiliwa vya sanaa viweze kutumia, ili tusipoteze urithi wa utamaduni huu nao.
tunaendelea kuwahamasisha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukiwepo sisi wana Mwanza, kuendelea kuimarisha amani, utulivu, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini pia ndani ya mkoa wetu. Watanzania na wana Mwanza, tuendelee kukataa vitendo vyovyote vile ambavyo vinaonyesha dhahiri kwamba uvunjifu wa amani ambao haukubaliki, vitendo na dalili za kuvuruga na kuvunja amani ya nchi au mkoa wetu, tuendelee kuvikataa. Lakini serikali pia katika mkoa wetu wa Mwanza haitasita kuchukua hatua dhidi ya mtu yeyote yule ambaye ana nia, kusudio au kujiandaa kuhatarisha na kuvuruga amani ya mkoa wetu. Kumekuwa na mjadala mrefu sana katika nchi na hata katika mkoa wetu kuhusu hivi nini kinachoanza, amani au haki? Kwa mawazo na mtizamo wangu binafsi, haki na amani vyote ni vitu muhimu katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ndio maana Biblia inasema haki huinua taifa. Kwa hiyo sisi ndani ya serikali tutaendelea kuimarisha haki na kusimamia amani na utulivu wa nchi yetu katika maeneo ambayo Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametukasimia kwa ajili ya kusimamia vipande vya namna hiyo. Lakini kitu kingine muhimu kabisa, ndugu wananchi, tamasha hili la Bulabu ni zaidi ya burudani. Ni darasa la utamaduni linaloweza kuwawezesha vijana kujifunza asili yao, kuthamini utambulisho wao na kuendeleza tunu hii muhimu ya utamaduni. Na utamaduni ni moyo wa nchi yetu. Taifa bila utamaduni ni taifa ambalo limepoteza moyo wake, limepoteza roho yake. Kwa hivyo nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kuimarisha utamaduni wetu, na anazungumzia pia si mbaya kuiga tamaduni na mila za wengine kwa sababu ya utandawazi, lakini ziwe zile ambazo zinafaa, lakini pia zinaendana na mila, desturi na utamaduni wetu. Ndugu zetu hao wanaingia na jeshi lao kama mnavyoona na silaha zao mkononi.